Jumla ya matokeo 102 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa kwa mwezi Aprili 2025 ambapo waathirika walikuwa 102. Waathirika wengi walikuwa ni watoto ambao ni sawa na asilimia 83.3, wakifuatiwa na wanawake ambao ni sawa na asilimia 15.7 na wanaume ambao ni sawa na asilimia 1. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Aprili 2025, tunaona jumla ya matukio ya kubaka yalikuwa ni 71, matukio ya kulawiti na kunajis yalikuwa ni 6, kujaribu kubaka lilikuwa ni tukio 1, kuingilia kinyume na maumbile matukio yalikuwa 5, kutorosha matukio 5, shambulio la aibu au kukashifu matukio 13 na kutupa watoto tukio 1. Idadi ya matukio kwa mwezi yameongezeka kwa asilimia 30.8 na kufikia matukio 102 kwa mwezi wa April 2025 kutoka matukio 78 kwa mwezi Machi 2025. Matukio mengi yameripotiwa kuongezeka kwa mwezi April 2025 isipokuwa matukio ya kutorosha na lugha ya matusi ambayo yamepungua. Idadi ya matukio kwa mwaka yamepungua kwa asilimia 31.1 na kufikia matukio 102 kwa mwezi wa Aprili 2025 kutoka matukio 148 kwa mwezi wa Aprili 2024. Matukio mengi yameonekana yamepungua kwa mwezi wa Aprili 2025 isipokuwa tukio la kuingilia kinyume na maumbile. Hili ndilo linaloonekana limeongezeka kwa mwaka 2025. Wilaya zinazoongoza kwa matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Aprili 2025, wilaya ya Kati imeripotiwa kuwa na matukio mengi ukilinganisha na wilaya nyingine ambayo yalikuwa ni matukio 16 sawa na asilimia 15.7, ikifuatia wilaya ya Magharibi A ambapo yameripotiwa matukio 15 sawa na asilimia 14.7. Wilaya ya Kaskazini B na wilaya ya Micheweni zimeripotiwa kuwa na idadi ndogo ya matukio ambapo yalikuwa matukio 4 kwa kila wilaya sawa na asilimia 3.9. Wilaya ya Kati na wilaya ya Mjini imeripotiwa kuwa na idadi kubwa ya matukio ya kubaka ikilinganishwa na wilaya nyingine ambapo yameripotiwa matukio 11 ya kubaka kwa kila wilaya sawa na asilimia 15.5 kati ya matukio yote yaliyoripotiwa. Kati ya matukio 71 ya kubaka yaliyoripotiwa kwa mwezi wa Aprili 2025, matukio 8 ambayo ni sawa na asilimia 11.3 yameripotiwa kwa wanawake na matukio 63 yameripotiwa kwa wasichana ambayo ni sawa na asilimia 88.7. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Aprili 2025, tunaona jumla ya idadi ya matukio yalikuwa ni 102 ambao wanawake walikuwa 16, wasichana waliofanyiwa matukio walikuwa ni 79, wavulana 7 lakini hakukuwa na mwanaume. Idadi ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa umri na aina ya matukio kwa watoto, tunaona watoto kuanzia miaka 0 mpaka 5 yalikuwa ni matukio 2 ambayo ni kwa wavulana. Watoto umri miaka 6 mpaka 10 yalikuwa ni matukio 6 kwa wasichana na 2 kwa wavulana. Watoto umri miaka 11 mpaka 14 matukio 14 kwa wasichana na matukio 2 kwa wavulana. Na watoto kuanzia miaka 15 hadi 17 matukio yalikuwa ni 58 kwa wasichana na tukio 1 kwa wavulana.
Jumla ya matukio kwa wasichana yalikuwa ni matukio 78 na kwa wavulana yalikuwa ni matukio 7. Idadi ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa sehemu yaliyotokea kwa mwezi Aprili 2025, tunaona kuwa sehemu iliyoongoza ni nyumbani kwa mtuhumiwa ambayo yalikuwa ni matukio 40, sawa na asilimia 39.2 ya matukio yote yaliyoripotiwa, ikifuatiwa na majumba mabovu ambayo ilikuwa na matukio 18, sehemu nyingine ambayo ilikuwa na matukio 14, nyumba za wageni au rafiki ambayo ilikuwa na matukio 11, vichakani kulikuwa na matukio 8, nyumbani kwa muathirika matukio 6, madrasa matukio 2, sehemu za kazi, vyombo vya usafiri na fukwe za bahari kulikuwa kuna tukio 1 kwa kila sehemu. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia na hatua zilizochukuliwa kwa mwezi Aprili 2025. Matukio 95 kati ya matukio yote 102 yaliyoripotiwa yapo chini ya upelelezi wa Jeshi la Polisi, ambayo ni sawa na asilimia 93.1 ya matukio yote yaliyoripotiwa. Aidha, matukio 2 yamefungwa na polisi ambayo ni sawa na asilimia 2.0. Matukio 4 yana hati ya mashtaka ambayo ni sawa na asilimia 3.9, na tukio 1 lipo mahakamani ambalo ni sawa na asilimia 1.0. Aina ya watu waliofanya matukio ya ukatili wa udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Aprili 2025. Wapenzi walikuwa ni 46, mtu asiyejulikana matukio yalikuwa ni 26, jirani matukio 20, watu wengine matukio 9, baba mzazi au baba wa kambo, mama mzazi au mama wa kambo kulikuwa na tukio 1. Aina ya watu wenye ulemavu waliofanya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Aprili 2025. Mwezi Aprili 2025, watu 2 wenye ulemavu wa akili walifanyiwa matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia, ambapo waliripotiwa kutoka wilaya ya Kusini 1 na 1 kutoka wilaya ya Micheweni. Tukiangalia upande wa muda uliotokea matukio kwa aina ya matukio kwa mwezi Aprili 2025, muda ulioongoza kwa matukio kwa mwezi Aprili 2025 ni kuanzia saa 12:01 hadi saa 3 usiku, ambapo yameripotiwa matukio 38. Kwa upande wa majalada ya makosa ya udhalilishaji yaliyopokelewa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mwezi Aprili 2025, idadi ya majalada yaliyopokewa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mwezi Aprili 2025, jumla ya majalada yalikuwa ni 52 ambayo yalikuwa yanahusisha makosa 52. Tunaona mjini Magharibi kulikuwa kuna majalada 26 ambayo yalikuwa yanahusisha makosa 26. Kusini Pemba kulikuwa na majalada 10 ambayo yalikuwa yanahusisha makosa 10. Kusini Unguja kulikuwa na majalada 8 ambayo yanahusisha makosa 8. Kaskazini Unguja kulikuwa kuna majalada 4 ambayo yanahusisha makosa 4. Kaskazini Pemba kulikuwa na majalada 4 ambayo yanahusisha makosa 4. Majalada ya makosa ya udhalilishaji yaliyopokelewa ofisi ya mkurugenzi mashtaka na hatua zilizochukuliwa, jumla ya majalada 21 yameruhusiwa kwenda mahakamani, majalada 12 yamependekezwa kufungwa, na majalada 13 yamerudi polisi kwa upelelezi, na majalada 6 hayajatolewa uamuzi. Idadi ya makosa ya udhalilishaji yaliyopokelewa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mkoa na aina ya makosa kwa mwezi Aprili 2025. Tunaona jumla ya makosa ya kutorosha yalikuwa ni makosa 4,
Kujaribu kubaka kulikuwa kosa moja. Kubaka makosa yalikuwa ni 32. Kubaka kwa kundi kulikuwa na makosa mawili. Kujaribu kulawiti kulikuwa na kosa moja. Shambulio la aibu au kukashifu kulikuwa na makosa 5. Kuingilia kinyume na maumbile makosa 3. Kulawiti makosa 4 na hakukuwa na kosa la usumbufu wa kingono. Takwimu za udhalilishaji zilizofunguliwa katika mahakama za udhalilishaji Zanzibar kwa mwezi Aprili 2025. Tunaona kuwa mashauri yaliyofunguliwa kwa mkoa kwa mwezi Aprili 2025, mkoa wa Mjini Magharibi kulikuwa kuna mashauri 9, mkoa wa Kaskazini Unguja kulikuwa kuna mashauri 6, mkoa wa Kusini Unguja mashauri 6, mkoa wa Kaskazini Pemba mashauri 2 na mkoa wa Kusini Pemba hakukuwa na shauri hata moja. Jumla ya mashauri 23 yaliyofunguliwa katika mahakama za udhalilishaji, mashauri 21 bado yanaendelea na mashauri 2 yalilipiwa faini na fidia. Idadi ya makosa ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yaliyopokelewa kimkoa kwa mwezi Aprili 2025. Kaskazini Unguja kulikuwa kuna mashauri 8, Kusini Unguja yalikuwa 8, Mjini Magharibi makosa 11, Kaskazini Pemba makosa 2 na Kusini Pemba hakukuwa na kosa katika mashauri yaliyofunguliwa. Jumla ya makosa yalikuwa ni 29.